Eneo hili huwa na mwingiliano mkubwa wa shughuli za kibiashara, lakini kwa wakati huu eneo hili limefungwa kutokana na wafanya biashara baadhi kufunga maduka yao wakidai kutekelezewa kile ambacho wanakidai, lakini wengine wamefungiwa na halmashauri ya jiji la Arusha, na ujumbe ulioko hapa ni fika ofisi za halmashauri ya jiji usifungue. Lakini miongoni mwa malalamiko ya wafanyabiashara hawa ni kwanza kulalamikia kuwepo kwa mikataba ambayo haiwapi uhuru na nafasi bora zaidi ya kufanya shughuli zao, lakini wengine wakilalamikia kuwepo kwa malimbikizo ya kodi kunakosababishwa na tangu mwaka 2003 kutokuwepo kwa utaratibu mzuri wa ulipaji wa kodi, na wao madai yao ni kuomba walipe kodi hizo kwa awamu, jambo ambalo wanadai kwamba halmashauri ya jiji la Arusha haipo tayari kuwatimizia hiyo azma yao. Lakini jambo jingine ni minong'ono iliyopo ya kulibomoa eneo hili, na wao kama wafanyabiashara wajenzi wanadai kuto kuhusishwa. Kweli kuna baadhi yetu ambao wanaweza kulipa kwa mkupuo, lakini wengi wetu tunafahamiana hali zetu, hawezi kulipa kwa mkupuo mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali yetu itutengenezee utaratibu mzuri wa kulipa kwa awamu wa madeni, ili hatimaye tulipe kodi ya serikali kwa maendeleo ya nchi yetu, lakini na sisi tupate mazingira rafiki kwa ajili ya biashara zetu. Tunatamani sana sisi kama wananchi na serikali yetu itusikilize na iweze kutusaidia. Sakata hili halijaishia katika ofisi za wafanyabiashara hawa katika eneo la stendi ndogo jijini Arusha, bali wamekwenda hadi katika ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa hoja zao. Jiji walishafanya draft ya aina ya mkataba wanaotaka, wawakilishi wenu walishafanya aina ya mkataba wanaotaka, tukashauriwa tupeleke kwenye nini? Samia Legal Aid, watu wa TLS kule wakatusaidia kufanya mapitio. Hii mkataba usiumize jiji wala usiwaumize nyie. Kwa hiyo jambo hili la mkataba kwa sasa hivi liko kwenye mkondo wa kisheria. Swali la kujiuliza ni nini hatma ya mvutano kati ya wafanya biashara katika stendi ndogo ya jiji la Arusha pamoja na halmashauri ya jiji hilo? Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.